Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yalojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa. Habari za biashara zitasomwa na Nizia Masinde na habari za kimataifa zitaletwa kwenu na Roman Shirima. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Tanzania na Uganda kujadiliana namna ya kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na ushirikiano wa kiuchumi. Katika biashara, Rais Dr. Samia kuzindua soko la Kariakoo Jumapili Februari 8 mwaka huu. Na katika habari za kimataifa, naibu mkuu wa idara ya ujasusi ya Urusi apigwa risasi. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie huko Tanzania, ambapo tunaelezwa kuwa Tanzania na nchi ya Uganda wanatarajia kujadiliana namna ya kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili, pamoja na kujadili masuala muhimu ya kikanda na kimataifa. Gula Kimsola anaeleza zaidi. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Ijumaa na Ikulu na kusainiwa na Shabani Kisu kwa niaba ya mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu, imesema Rais wa Jamhuri ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni anatarajiwa kuwasili nchini Tanzania siku ya Jumamosi Februari 7 kwa ziara ya kikazi ya siku moja. Rais Museveni atafanya mazungumzo na mwenyeji wake Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, mazungumzo ambayo yatajikita katika maeneo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na ushirikiano wa kiuchumi baina ya nchi hizo mbili. Miongoni mwa ajenda zitakazojadiliwa ni pamoja na sekta ya nishati, hususan mradi wa bomba la mafuta ghafi Afrika Mashariki EACOP, unaotarajiwa kuleta manufaa makubwa kwa Tanzania, Uganda na ukanda wa Afrika Mashariki kwa ujumla. Taarifa hiyo ya Ikulu imeeleza pia baada ya mazungumzo yao, Rais Museveni na Rais Samia watazungumza na waandishi wa habari kuhusu masuala yaliyofikiwa kwenye mazungumzo baina ya hao viongozi wawili. Asante sana Gula Kimsola kwa taarifa hiyo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewasisitiza mawaziri wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya pamoja na watumishi wa umma kuhakikisha wanatenga muda wa kusikiliza na kutatua kero za wananchi katika maeneo yao, hususan kwenye migogoro ya ardhi katika ngazi zao za kiutawala. Gula Kimsola anatuarifu zaidi. Ameyasema hayo Ijumaa ya Februari 6 wakati akiahirisha mkutano wa pili wa bunge la 13 jijini Dodoma, akisisitiza kuwa viongozi hao wanapaswa kuwafuata wananchi, kuwasikiliza na kuchukua hatua za haraka za kuweza kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili wakiwa katika maeneo yao. Katika kutekeleza ilani ya uchaguzi, niwasisitizie viongozi wote kuendelea kuwasikiliza wananchi. Waheshimiwa mawaziri, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, watumishi wengine wote wa umma watenge muda wa kuwasikiliza wananchi na kutatua kero zao. Wananchi katika maeneo mbalimbali wanahitaji kuona kero zao zinatatuliwa. Niwaelekeze viongozi wote tutembelee maeneo ya wananchi, hususan yenye migogoro, na tuyatafutie ufumbuzi. Ipo migogoro kwenye maeneo ya ardhi pamoja na maeneo mengine. Wafuateni wananchi, wasikilizeni na tatueni kero zao, ili wasilazimike kwenda ngazi za juu au kusubiri ziara za viongozi. Katika hatua nyingine, waziri mkuu amesema serikali imeendelea kuhakikisha upatikanaji wa elimu bora katika ngazi mbalimbali, lengo likiwa ni kuwawezesha wanafunzi wa Kitanzania kupata ujuzi utakaomudu ushindani wa kitaifa na kimataifa. Amesema kuwa mbali na upatikanaji wa elimu bora, serikali imepata mafanikio makubwa katika sekta hiyo, ikiwa ni pamoja na kuzindua mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma, kuandika na kuhesabu KKK, unaolenga kuhakikisha mtoto wa darasa la 3 anasoma, anaandika na kuhesabu bila shida. Aidha, amesema serikali imeajiri na kuwapangia vituo vya kazi jumla ya walimu 7,000 wa masomo ya sayansi na hisabati, na kukamilisha mpango wa pamoja kati ya waajiri, vyuo vya ufundi stadi na vyuo vikuu, lengo likiwa ni kulinganisha mafunzo na mahitaji ya sekta za kipaumbele. Kwa mujibu wa Dr. Mwigulu, serikali imeimarisha pia matumizi ya TEHAMA katika ngazi ya shule kwa kusambaza vifaa katika shule za msingi na sekondari na kuendeleza tafiti na bunifu kupitia mfuko maalum wa Samia Commercialization Fund ili kubidhaisha ubunifu na teknolojia. Serikali imeendelea kuhakikisha kuwa upatikanaji wa elimu bora katika ngazi mbalimbali
Lengo ni kuwezesha wanafunzi wa Kitanzania kupata ujuzi utakaomudu ushindani wa kitaifa na kimataifa. Hivyo mafanikio yaliyopatikana ndani ya siku 100 ni pamoja na kuzindua mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma, kuandika na kuhesabu unaolenga kuhakikisha watoto wa darasa la 3 anasoma na kuandika na anahesabu bila shida. Kuajiri walimu na kuwapangia vituo vya kazi walimu 7,000 kama ambavyo iliahidiwa wakati wa kampeni, wakiwa ni walimu wa masomo ya science na hisabati. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Imeelezwa kuwa changamoto ya udumavu kwa watoto bado ni kubwa nchini, ambapo takriban 30% ya watoto walio chini ya umri wa miaka 5 wanaathirika, hali inayoleta wasiwasi kwa afya wa Tanzania na nguvu kazi ya taifa. Taarifa ya Recho Chache inasomwa hapa studio na Nancy Ibrahim. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa semina masuala ya lishe kwa waandishi wa habari, mkurugenzi mtendaji wa Taasisi ya Chakula na Lishe Tanzania TFNC, Dr. Germana Leina amesema mikoa ya Njombe, Iringa na Rukwa inaongoza kwa viwango vikubwa vya udumavu kwa watoto, ambapo tatizo hilo linachangiwa kwa kiasi kikubwa na ukosefu wa elimu sahihi kuhusu lishe bora, pamoja na kuwepo kwa taarifa potofu zinazozagaa kwenye jamii kuhusu ulaji wa chakula. Aidha, Dr. Leina amewataka waandishi wa habari nchini kutumia taaluma yao kuelimisha jamii juu ya umuhimu wa utoaji wa mlo kamili ili kusaidia kupunguza udumavu, utapiamlo na magonjwa yasiyo ya kuambukiza yatokanayo na lishe duni. Ni kweli kabisa kwa asilimia Njombe, Iringa, Rukwa asilimia ziko juu, lakini kuna mikoa mingine asilimia sio kubwa vile, lakini idadi ya watoto ni kubwa. Kumbuka tunapotengeneza asilimia, kuna namba iko juu na kuna namba iko chini, si ndio Kwa hiyo kuna watu wengine namba iliyoko juu ni kubwa, lakini namba iliyoko chini ni kubwa zaidi, kwa sababu kuna watoto wengi. Asilimia inaonekana ni ndogo, lakini ukisema idadi ya watoto ni kubwa. Kwa hiyo na mikoa hii nayo tuna wajibu wa kusaidia kuamsha ufahamu. Semina hiyo imelenga kuwajengea waandishi wa habari uelewa mpana kuhusu masuala ya lishe, huku Taasisi ya Chakula na Lishe Tanzania ikisisitiza kuwa ushirikiano kati ya vyombo vya habari, wadau wa afya na jamii kwa ujumla ni nguzo muhimu katika kujenga taifa lenye afya bora na nguvu kazi imara. Asante sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo. Inaelezwa kwamba kuchaguliwa kwa Tanzania kuwa makamu wa rais wa Baraza la Mazingira la Umoja wa Mataifa UNEA kutaiwezesha nchi kunufaika na fedha kutoka mifuko mbalimbali ya mazingira duniani. Hayo yamebainishwa na waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira, Mhandisi Hamadi Yusuf Masauni wakati akijibu maswali bungeni, pamoja na kutoa shukrani kwa wabunge kwa pongezi za kuchaguliwa kuwa makamu wa rais wa UNEA. Amesema hatua hiyo ni heshima kubwa kwa Tanzania katika jumuiya ya kimataifa ambayo imechangizwa na kazi kubwa ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa anayoyafanya katika sekta ya mazingira. Mhandisi Masauni amefafanua kuwa Tanzania itaweza kupenyeza vipaumbele vyake vya mazingira katika mikutano mbalimbali ya kimataifa kwa kutafuta fedha za kuhimili mabadiliko ya tabia nchi. Nafasi hii ambayo tumeipata inachangiwa na kazi kubwa na mafanikio makubwa na heshima kubwa ambayo rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan na nchi yetu iliyojenga katika jumuiya ya kimataifa, ndipo ikawezesha kuweza kupata heshima hii ya kuweza kupata nafasi hiyo. Lakini kupitia nafasi hiyo tunaweza kunufaika katika masuala mengi. Moja ni kuhakikisha kwamba tunapenyeza vipaumbele vyetu kama taifa katika kukabiliana na changamoto za mazingira, ikiwa masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, upotevu wa bayoanuai, masuala mengine mbalimbali yanayohusu ikiwemo nishati safi na kadhalika. Lakini hiyo pia itatusaidia kuweza kunufaika na fedha mbalimbali, fursa za kifedha kupitia mifuko ya mazingira kwenye jumuiya ya kimataifa. Mhandisi Masauni alichaguliwa kushika nafasi hiyo wakati wa mkutano wa 7 wa baraza hilo uliofanyika katika makao makuu ya Shirika la Mazingira la Umoja wa Mataifa UNEP jijini Nairobi, Kenya, Disemba 12, 2025. Katika hatua nyingine, Mhandisi Masauni ameliarifu bunge kuwa serikali inaendelea kufanya tathmini katika maziwa Babati, Basotu na Tlawi mkoani Manyara kupata suluhisho la kuwepo kwa magugu maji. Amesema hayo wakati akijibu swali la mbunge Zakaria Isaya aliyetaka kufahamu ni lini serikali itatembelea na kukagua maeneo ya maziwa yaliyoathiriwa na magugu maji mkoani Manyara.
Awali, naibu waziri wa ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, Dr. Festo Dugange alisema serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar zimeendelea kuchukua hatua mbalimbali ili kuhakikisha zinaongeza wigo wa fedha za mazingira kupitia vyanzo vya mapato vya ndani na nje ili kusaidia juhudi za Zanzibar kukabiliana na athari hizo. Serikali ipo katika maandalizi ya miradi mitatu yenye thamani ya takriban shilingi bilioni 62.6 ambayo ipo kwenye hatua za awali za maandalizi. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Songea mkoani Ruvuma limepitisha rasimu ya makadirio ya bajeti ya mwaka wa fedha 2026-2027 yenye jumla ya shilingi bilioni 34.5 kwa ajili ya kuendesha shughuli mbalimbali za halmashauri na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Bajeti hiyo inaonyesha ongezeko la 7.48 ikilinganishwa na bajeti ya mwaka wa fedha 2025-2026. Kutoka mkoani Ruvuma tuungane naye Innocent Oromo. Akiwasilisha rasimu hiyo ya bajeti kwenye kikao cha baraza la madiwani kwa niaba ya mkurugenzi wa halmashauri Venatus amesema kati ya fedha hizo shilingi bilioni 3.588 zinatarajiwa kukusanywa kutoka mapato ya ndani ambazo ni sawa na 10.4, huku shilingi bilioni 30.927 zikitoka serikali kuu na wahisani ambazo ni sawa na 89.6. Amesema rasimu hiyo ya bajeti imeandaliwa kwa kuzingatia misingi mbalimbali ikiwemo sheria na mwongozo wa bajeti, dira ya taifa ya maendeleo ya 2050, maelekezo ya mpango wa fursa na vikwazo ulioboreshwa pamoja na ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-30. Amesema ili kufanikisha utekelezaji wa bajeti hiyo, halmashauri imeweka vipaumbele 7 vitakavyozingatiwa katika utekelezaji wa shughuli na miradi mbalimbali ya maendeleo. Kipaumbele namba 1, kuimarisha uchumi wa wananchi na uzalishaji wa kijamii na kiuchumi, ni kuboresha upatikanaji na ubora wa huduma za jamii, yaani elimu, afya, maji na ustawi wa jamii. Kipaumbele namba 3 katika bajeti hii ni kuendeleza miundombinu endelevu na ustamilivu wa mabadiliko ya nchi, kuimarisha utawala bora, uwajibikaji na mapambano dhidi ya rushwa, kuimarisha usimamizi wa mapato na matumizi ya fedha za umma. Namba 6, kuimarisha mipango shirikishi, ufuatiliaji na tathmini ya utekelezaji. Na kipaumbele namba 7 na cha mwisho katika bajeti hii ni kuimarisha matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Akitoa salamu kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Ruvuma, katibu tawala msaidizi anayeshughulikia ufuatiliaji na ukaguzi ametoa wito kwa madiwani na wataalamu wa halmashauri ya wilaya ya Songea kuongeza juhudi katika ukusanyaji wa mapato ya ndani kwa kubuni vyanzo vipya vya mapato. Ili halmashauri iweze kuendelea na ili halmashauri iweze kufanya mambo mazuri, lazima iwe na uwezo mkubwa wa kukusanya mapato ya ndani. Na wakati tutakapokuwa tunakusanya mapato mengi, ndipo tunapopunguza utegemezi kwa serikali kuu. Kwa halmashauri yetu ya wilaya ya Songea, sisi ni wakulima, kwa hiyo eneo kubwa karibu 70% tunaenda kukusanya kwenye mazao ya kilimo. Lakini pia tumebuni miradi mbalimbali ambayo tunakwenda kuitekeleza kwa kipindi hichi, ambayo nia na lengo ni kwa ajili ya kuinua na kuongeza mapato ili tuweze kufikia bajeti ambayo tumepetewa kwa 100%. Naye makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Songea Simon Kapinga pamoja na diwani wa kata ya Kilagano James Mumba wamesema rasimu hiyo ya bajeti inalenga kugusa maisha ya wananchi na kuboresha huduma za kijamii na kuchochea maendeleo ya kiuchumi katika halmashauri hiyo. Tumejipanga kuwasaidia wananchi wetu, kwanza kusimamia ishu ya miundombinu. Tunatamani kuona barabara zinapitika vizuri muda wote. Tunatamani kuona hospitali zetu, zahanati na vituo vya afya vinatoa huduma iliyo bora kwa wananchi wetu wa halmashauri ya wilaya ya Songea. Inakwenda kujibu changamoto zetu huko kwenye kata, changamoto zetu huko kwenye vijiji, changamoto zetu huko kwenye vitongoji katika nyanja mbalimbali kama vile maji, elimu, miundombinu ya afya, na nafikiri ni bajeti ambayo kwa awamu hii ya 6 ni bajeti ya kimapinduzi. Asante sana Innocent Oromo kwa taarifa hiyo.
Taasisi ya saratani ya Ocean Road imesema kwa sasa ipo katika mchakato wa kuwezesha ithibati ya kimataifa katika huduma za matibabu ya saratani kufuatia uwekezaji wa miundombinu ya matibabu iliyowekwa na serikali ili kufikia malengo ya kuifanya Tanzania kuendelea kuwa kituo cha umahiri katika matibabu ya tiba utalii. Mwanahabari wetu Gula Kimsola ana undani wa taarifa hiyo. Akizungumza katika kikao cha baraza la wafanyakazi, mkurugenzi wa taasisi ya Ocean Road Dr. Diwani Msemo amesema hatua ya baraza la wafanyakazi wa Ocean Road kupitisha ajenda ya kuwezesha ithibati ya kimataifa ni utekelezaji wa maagizo ya Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa, ambapo ametaka tiba zote za afya nchini kutoa matibabu katika viwango vya kimataifa kufuatia ongezeko la wagonjwa kutoka mataifa ya nje. Kwa sababu tunaamini kabisa kwamba, kwanza mimi binafsi naamini uongozi wangu lazima uwe ni shirikishi. Ndio maana nahakikisha kwamba viongozi wa vyama vya wafanyakazi, kila idara, kila mtu apate nafasi ya kutoa maoni yake, kila mtu apate nafasi ya kusikilizwa. Hiyo ndio maana ya uongozi. Uwezo kwa kiongozi ambaye unakaa chini unajifungua mwenyewe ofisini alafu unafanya maamuzi. Sio hivyo. Au mkakaa tu kama management mkafanya maamuzi. Bado hata mkiwa management bado hamjawakilisha wafanyakazi. Ili kuwakilisha wafanyakazi kisawasawa lazima kuwe na viongozi wa wafanyakazi na watu wengine. Kwa hiyo wote hawa wanapatikana katika kikao cha baraza la wafanyakazi. Kwa hiyo ni kikao muhimu sana. Kwa upande wake, katibu wa chama cha wafanyakazi wa afya mkoa wa Dar es Salaam Sara Rwezaula ametaka taasisi na ofisi zote nchini kuhusisha wafanyakazi katika vikao vya mabaraza ya wafanyakazi ili kutatua changamoto walizonazo na hivyo kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi. Ndani ya baraza pia natakiwa kuhakikisha yale ambayo wajumbe wanaelekeza kwenye kikao yanatekelezwa na tunapata mrejesho kwenye vikao vinavyofuata. Na nipongeze kwa taasisi yetu ya Ocean Road, kweli wamekuwa wakitekeleza yale maazimio na maelekezo yote ya wajumbe kwenye vikao vya baraza, na tunaendelea kusonga mbele kwa hoja mbalimbali ambazo zinaletwa kwa wafanyakazi. Naye mmoja wa wajumbe wa baraza la wafanyakazi Ocean Road, Mary Kioli Niniko, amesema kupitia baraza hilo wafanyakazi wa Ocean Road wameweza kupata wasaa wa kuwasilisha madukuduku na changamoto walizonazo, hali ambayo imewajengea morali wa kuendelea kufanya kazi kwa bidii. Taasisi ya saratani ya Ocean Road tunajivunia kuwa na management ambayo imekuwa ni shirikishi, kwa maana katika kikao cha baraza, kikao kama hiki ambacho ndio kinakwenda kufanya maamuzi ya utekelezaji wa hayo mambo makubwa ambayo tunakusudia kuyafanya kwa kila mwaka, basi tunapata ushiriki wa wafanyakazi katika nyanja zote katika taasisi yetu, kwa maana ya kwamba tunapata wajumbe katika kila idara, katika kila kitengo, na tunakuwa tuna uwakilishi ambao una uwiano sawa, kwa maana ya kwamba ushiriki wa wanawake na wanaume, kwa maana ya wafanyakazi wa kiume na wa kike, umekuwa ukizingatiwa, na baraza letu limekuwa ni shirikishi, kwa maana ya kwamba kila mjumbe hoja zake huwa zinapewa nafasi na hakuna ambaye anaonekana kujua kuliko mwingine. Asante sana Gula Kimsola kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko anasema mradi wa REA awamu ya pili BHEP2B utaongeza uzalishaji na uchakataji wa mazao, hivyo kuimarisha uchumi wa wakulima na wafanyabiashara mkoani humo. Mradi huo unaotekelezwa na mkandarasi wa Etdico Limited katika vitongoji 358 kwa zaidi ya wakazi 11,536. Ellen Manyango ameandaa taarifa zaidi ambayo inasomwa hapa studio na Nancy Ibrahim. Anaeleza kuwa upatikanaji wa umeme utawezesha wananchi kuchakata mazao badala ya kuuza ghafi, hatua itakayoongeza thamani, bei na mapato ya kaya. Pia umeme huo unatarajiwa kuvutia uwekezaji na kupanua shughuli za uzalishaji. Wanachohitaji wananchi wa mkoa wa Katavi sio maneno, sio ahadi, sio ratiba, sio michakato. Wanachohitaji ni umeme kufika katika vitongoji hivi 358. Kwa hiyo jipange sawa sawa, kwa sababu sasa kama ni gari kuanzia leo linaanza kutembea, na tunahitaji umeme. Hatuhitaji visingizio, hatuhitaji maneno. Wananchi wanasubiri umeme kwa ajili ya kukuza uchumi, kuongeza ajira, kukuza biashara, kukuza uwekezaji, lakini pia kuongeza uchakataji wa mazao ambayo kwa kiasi kikubwa wananchi wetu wanazalisha ndani ya mkoa wa Katavi. Mwakilishi wa mkurugenzi mkuu wa REA Bwana Musa Muze anasema lengo la mradi ni kuongeza upatikanaji wa umeme na kuchochea maendeleo ya kijamii na kiuchumi katika mkoa wa Katavi. Amesisitiza kuwa nishati ya uhakika ni msingi
wa ukuaji wa uchumi. Naye msimamizi wa miradi ya REA mkoa wa Katavi, Mheshimiwa Gilbert Furia, amewahimiza wananchi kutumia fursa ya umeme kuanzisha shughuli za kiuchumi, huku mkandarasi Abdalla Mitenda kutoka MC ETDCO Limited anasema ajira na fursa za mradi zitazingatia wakazi wa Katavi. Asante sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo. Madiwani wa halmashauri ya Msalala wilayani Kahama mkoani Shinyanga wameiomba wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini RUWASA kuhakikisha huduma ya maji safi na salama inapelekwa kwenye taasisi muhimu zikiwamo zahanati, hospitali na shule, ikiwamo pamoja na miradi ya maji iliyoanzishwa kukamilishwa kwa wakati ili iweze kuwahudumia wananchi. Mwavita Mkondo ameandaa taarifa zaidi kutoka wilayani Kahama. Mfano kama Mwamakanga, watu wanakunywa maji ya ng'ombe. Kwa karne hii kweli mtu kukuambia anakunywa maji pamoja na ng'ombe ni swala kusikitisha sana. Wakizungumza katika baraza la madiwani la halmashauri ya Msalala kwa robo ya pili ya mwaka wa fedha 2025-2026, madiwani hao wamesema changamoto ya upatikanaji wa maji bado ni kubwa katika baadhi ya kata na vitongoji, jambo linaloathiri wananchi katika shughuli zao za kila siku pamoja na huduma za kijamii. Wamesema kukosekana kwa maji safi na salama kumesababisha wananchi kutumia maji yasiyo safi na salama, hali inayohatarisha afya zao na kuchelewesha utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Nataka nipate majibu zahanati ya Bumva ambayo ndio kwenye chanzo haina maji. Lakini swala la pili, mradi wa maji ulioko kwenye kata ya Segese ni kata ambayo ina watu wengi, lakini tenki lililopo haliwezi kutosheleza yale maji kiasi kwamba yanapoenda kwa baadhi ya maeneo hayafiki. Na nafikiri ni kwamba mliwahi kuweka mpango wa kutengeneza tenki jingine, sijui hatua hiyo imefikia wapi. Lakini swala jingine, kuna tatizo ambalo linajitokeza katika kutengeneza barabara. Mabomba mengi yamekatwa sasa hivi, inapelekea karibu miezi 4 yameshakatwa, huduma ya maji kwa wananchi hayapo. Lakini vijiji 5 hamna maji na vitongoji vyote hamna maji. Jana wametengeneza tenki, leo lina miaka 2, maendeleo hamna, limekaa tu hivyo hivyo, sijui kuna nini. Watu wa RUWASA, hebu tunaomba mtembelee jana. Akitoa ufafanuzi wa changamoto hizo, Mhandisi Pasco Mnyeti, kaimu meneja wa RUWASA wilaya ya Kahama, amesema RUWASA kwa kushirikiana na halmashauri wanaendelea kuchukua hatua za kitaalamu kuhakikisha miradi ya maji inakamilishwa na kuanza kutoa huduma kwa wananchi. Pamoja na kwamba vile vitongoji vina huduma, lakini wananchi wako mbali na kwa mtandao wa bomba, hasa wale ambao wanakuwa wanahitaji kuvuta, kwa maana pengine gharama zinakuwa kubwa. Ni kweli sisi wakati mwingine tunakuwa tukitenga budget, tunanunua bomba. Tukishanunua bomba, tunawasupport hawa vyombo, wao wanagharimia angalau hata kama ni kuchimba mitaro, wanapitisha bomba kuwasogezea wale wananchi. Kwa upande wake, makamu mwenyekiti wa halmashauri ya Msalala Six Ibrahim amesema halmashauri itaendelea kushirikiana na watumishi pamoja na wadau wa maendeleo ili kuhakikisha miradi yote ya maendeleo hususan ya maji inatekelezwa kwa wakati na viwango vinavyotakiwa. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba tukijenga mahusiano kama haya ambayo tunayaonesha leo hapa, Msalala hii tunayoiona itabadilika na kuwa Msalala ambayo ni ya maendeleo. Kwenye sehemu ya mapato, ninaomba kwa nafsi ya moyo wangu niwapongeze sana kwa kazi nzuri iliyofanyika. Nilikuwa naangalia kwenye mfumo asubuhi hii wa mapato kwenye upande wa Msalala, nikaona tumefikia jumla ya 76.44. Asante sana Mwavita Mkondo kwa taarifa hiyo. Wananchi wa wilaya ya Same mkoani Kilimanjaro wametakiwa kutumia maji ya umwagiliaji kwa ajili ya matumizi ya nyumbani kutokana na uhaba mkubwa wa maji unaosababishwa na ukame unaoendelea katika wilaya hiyo. Mwanahabari wetu Fina Limu kutoka mkoani Kilimanjaro anatuarifu zaidi. Mkuu wa wilaya ya Same Kasida Mgena ametoa wito huo katika kikao cha baraza la madiwani wa halmashauri cha kupitisha bajeti ya mwaka 2026-27 ambapo amesema kuwa hali ya ukame imeathiri kwa kiwango kikubwa
vyanzo vya maji, hivyo kuna ulazimu wa kuelekeza maji ya kilimo kwenye matumizi ya majumbani. Amesema kwa sasa ni vyema wananchi kusitisha kwa muda shughuli za kilimo cha umwagiliaji ili kuhakikisha maji yaliyopo yanatumika kwa mahitaji ya msingi ya binadamu ikiwemo kunywa, kupikia na usafi wa mazingira. Kwa maji maana yake tunatakiwa tuwe na matumizi mazuri ya rasilimali hii ya maji. Na bahati mbaya au nzuri, vyanzo vingi vya maji vinatoka milimani. Na huko milimani pia kuna kilimo kinaendelea. Lazima uchumi uendelee, au sio? Lakini pia bondeni nako wanalima. Sawa jamani? Na wenyewe wanahitaji maji. Lakini nadhani alikuja mtaalamu jana. Ninasisitiza, alikuja mtaalamu jana kutoka Pangani, au sio? Nadhani amewabrush vizuri. Mimi nasisitiza yale ambayo mmeambiwa jana kuhusiana na rasilimali ya maji. Naomba sana mkayazingatie. Kwa upande wake mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Same Yusto Mapande amesema wilaya hiyo imekumbwa na ukame wa muda mrefu, hali inayosababisha mito na vyanzo vingine vya maji kupungua kwa kiasi kikubwa. Vijiji pamoja na wananchi wote, maji sasa hivi ni machache na kila mmoja ana haki sawa ya kutumia maji kwenye vyanzo vyote vya maji ambavyo viko kwenye mazingira yetu. Sasa tumekubaliana kwamba kipaumbele namba 1 cha matumizi ya maji ni maji ya kunywa. Kipaumbele namba 2 ni mazingira. Namba 3 ni kwa ajili ya umwagiliaji. Baadhi ya madiwani wameeleza kuwa upungufu wa maji umeathiri makundi mbalimbali yakiwemo akina mama wajawazito na wanaojifungua ambao wanakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa maji ya kuoga na matumizi mengine muhimu, hali inayotishia afya za watoto wachanga. Jamii kuchelewa. Kwa mfano kwenye kata ya Kisiwani maji inapotumika nyingi kwenye kata za milimani, kuna mambo ambayo hayaendelei. Kwa mfano mashule ambayo yako tambarare, vyakula vya watoto mashuleni vinachelewa kupikwa kwa sababu mwanafunzi aje shuleni lakini pia arudi akatafute maji kwa ajili ya kupika chakula chake cha mchana. Hiyo pia ni athari kubwa sana. Lakini pia kuna vituo vya afya, maji inayotumika sasa hivi sio salama tena kwa sababu maji ni haba. Wanawake wanajifungua hawapati hata maji ya kunawa au ya kuoga wanapotoka kumaliza jambo lile. Ni chemchemu ambazo zinatumika kufaidisha wananchi, lakini kwa kipindi hiki cha ukame sana, chemchemi zile nyingi zishakauka, na chemchemi zile kukauka zinaleta changamoto sana katika huduma ya maji kwa wananchi na vile vile kwa mifugo, kwa sababu sehemu ya kata yangu ni tambarare pamoja na milimani. Sasa hivi watu tunatumia maji ya mto Ruvu. Maji ya mto Ruvu kwa ajili ya kununua. Maboza yale yanakuja, tunanunua maji kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, maji yale ambayo sio salama kabisa kwa afya ya mwanadamu. Lakini inabidi iwe hivyo. Lakini yote haya kwa jinsi nilivyoangalia ni kwa ajili ya ukame uliokithiri. Halmashauri ya wilaya ya Same imewataka wananchi kushirikiana katika matumizi sahihi ya maji yaliyopo, huku ikiendelea kutafuta suluhu ya kudumu ya tatizo la maji katika wilaya hiyo. Wananchi mkoani Mbeya wametakiwa kuchangia chakula shuleni kwa ajili ya watoto ili kusaidia ongezeko la ufaulu kwa wanafunzi kutokana na uwepo wa watoto kupata muda mwingi wa kujisomea awapo shuleni. Taarifa ya Daniel Simerta kutoka Mbeya inafafanua zaidi. Mkuu wa wilaya Mbeya Solomon Itunda ametoa rai hiyo wakati wa uzinduzi wa majiko ya kisasa yaliyojengwa na shirika lisilo la kiserikali la Helvetas katika kata mbalimbali mkoani Mbeya ikiwepo kata Isanga, ambapo amewataka wazazi kuchangia chakula shuleni. Nimesema kwamba kwenye shule zetu katika jiji la Mbeya kwa zaidi ya 90% watoto wetu wanakula chakula mashuleni, ambaye yupo shuleni. Swala la chakula shuleni kwa watoto ni lazima, na swala la mzazi kuchangia chakula kwa ajili ya mtoto wake shuleni ni lazima. Rai yangu, watendaji wa serikali, walimu wakuu wa shule, wazazi, wenye viti wa bodi za shule, wenye viti wa kamati za shule, kaeni na wazazi ambao kwa maksudi kabisa wanagoma kuwachangia watoto wao chakula, wachukuliwe hatua kali za kisheria
kwa sababu wanataka kuturudisha nyuma, na sisi hatupo tayari kurudi nyuma. Kwa upande wake, mratibu wa mradi kutoka Helvetas amesema kuwa lengo lao ni kuhakikisha wazazi wanakuwa na mwamko wa kutoa michango ya chakula shuleni. Katika awamu ya kwanza, kwa kushirikiana na jiji la Mbeya, tumefanya uhamasishaji kuhakikisha kwamba tunawashawishi wazazi waweze kuchangia chakula kwa ajili ya watoto mashuleni, na hili zoezi limefanikiwa sana, ambapo maeneo mengi katika shule nyingi za jiji la Mbeya, asilimia ya watoto wanaokula chakula shuleni imeongezeka. Kaimu mkurugenzi wa jiji la Mbeya amezungumzia namna wananchi wa Isanga wanavyosuasua kuchangia chakula, huku mstahiki meya wa jiji la Mbeya Dr. Mohamed Isa akawa na haya kusema. Naomba nitoe salamu kwa wazazi kuhusu swala la kuchangia chakula. Kata yetu ya Isanga hatuko vizuri sana, tunachangia lakini hatuko vizuri sana. Kwa hiyo tunaomba wazazi tusiwaadhibu watoto wetu kwa kuto kuwapa chakula bora. Kuto kumpa mtoto chakula bora ni sawasawa na kumwadhibu, na ile adhabu anapata adhabu sasa hivi, lakini hata atakapokuwa mkubwa. Jambo ambalo limenisikitisha kidogo kuona kwamba kata Isanga ambayo mimi mstahiki meya naiongoza na ambaye mimi mstahiki meya nilikwenda mpaka Zurich kukutana na viongozi wa Helvetas na mheshimiwa meya wa kule kwa ajili ya chakula mashuleni. Sasa kwa taarifa ambayo ilisomwa hapa, nimeona kidogo haijakaa vizuri. Imenisikitisha kuona kwamba kata Isanga tuko nyuma katika kuchangia chakula. Ndugu zangu wana Isanga, mimi nikuombeni sana, kile chakula ambalo unampa mtoto nyumbani mchana, basi kichangie shuleni. Nikiripoti kutoka shule ya msingi Isanga iliyopo halmashauri ya jiji la Mbeya mkoani Mbeya, mimi ni Daniel Smelta, TVE Habari. Asante sana Daniel Smelta kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE Habari. Katika biashara, Rais Dr. Samia kuzindua soko la Kariakoo Jumapili Februari 8 mwaka huu.